Baba yetu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako. Asante kwa nguvu zako. Ninaomba Baba, nisije nikasema maneno yangu, lakini ninaomba Roho wako aniongoze kwa uwezo wako Yesu. Na neno hili likaweze kumfikia msikilizaji, aweze kufanya maamuzi katika jina la Yesu. Amina. Yesu angeweza kufia Getsemane, katika bustani ya Getsemane. Yesu angeweza kwa kweli kufia katika bustani ya Getsemane. Kwa nini Yesu angeweza kufa Getsemane kabla hata ya kusulubiwa? Hilo linafunua sana uzito wa dhambi, na kina cha upendo wa Yesu. Hili ni jambo la kina sana katika maelezo yanayotoka katika Biblia hata pamoja na manabii kuhusu mateso ya Yesu katika mateso ya Yesu Kristo katika bustani ya Getsemane. Kuna mwandishi anaitwa Ellen White, mjumbe wa Mungu, aliandika kitabu cha The Desire of Ages. Anaeleza kwamba Yesu angeweza kufa pale Getsemane kabla ya kusulubiwa kwa sababu ya uzito wa dhambi na mateso ya kiroho aliyokuwa ameyabeba. Nitafafanua sababu kuu kadhaa hapa ya usemi huo. Uzito wa dhambi za ulimwengu kwa kweli ulimkandamiza sana. Kulikuwa na uzito wa dhambi kwa kweli uliomkandamiza. Biblia inasema Bwana akaweka juu yake uovu wetu sisi sote, katika Isaya 53 fungu la 6. Kwa hiyo katika Getsemane, kwenye bustani ile, Yesu hakubeba dhambi ya mtu mmoja. Ilikuwa ni dhambi za watu wote. Alibeba dhambi za wanadamu wote wa historia ambao kafara yake imewanufaisha, ambao wamenufaika na kafara hiyo. Na ukianza kuangalia vizuri kwa mujibu wa kitabu hicho The Desire of Ages, dhambi hizo zilimkandamiza sana mpaka kuhisi mzigo wa hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi. Mzigo huo ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba mwili wake ulidhoofika sana. Yaani mwili ulidhoofu sana, na ikafika sehemu fulani akaona utengano na Baba yake. Nafasi yake ilikuwa katika maumivu makubwa sana. Ile nafsi kwa kweli iligoma kabisa, maumivu yalikuwa ni makubwa mno. Kwa kweli kulikuwa na kutengwa na Baba. Kutengwa huku kulikuwa ni kukubwa sana, kulionekana wazi mbele zake, kwa sababu Mungu hachangamani na dhambi. Kulikuwa na mateso makubwa kuliko maumivu ya mwili. Na Yesu tangu milele alikuwa na umoja mtakatifu mkamilifu na Baba tangu milele na milele. Sasa anaanza kuhisi utengano na Baba yake, lakini kwa sababu alibeba dhambi, alihisi kama Baba amejitenga naye. Alihisi giza la hukumu ya dhambi. Kristo aliogopa kwamba kutengana na Baba kungekuwa kwa milele. Hiyo ilikuwa ni maumivu ya kiroho ambayo ni makubwa kuliko mateso ya kimwili. Ndiyo maana jasho lake lilikuwa kama damu. Ukisoma kwenye Injili ile ya Luka 22 fungu la 44, inaeleza kabisa jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Hii inaonyesha msongo mkubwa sana wa kiroho. Yaani mwili wake ulikuwa katika hali ya kuvunjika kabisa. Kuvunjika moyo kabisa. Katika hali hiyo mtu anaweza kupoteza uhai kwa sababu ya msongo mkubwa sana. Wanasayansi wanajua, ukikuta kwamba kuna matone ya damu yanatoka, ina maana capillaries zile ndogo zile ambazo
ziko katika ngozi, yaani zinakuwa na shinikizo kubwa kiasi kwamba zinapasuka, na zinapopasuka kwa mbali kidogo sana, zinatoka damu yake inatoka pamoja na jasho. Na ndiyo maana inaonyesha kuwa Yesu alikuwa karibu na kufa pale Getsemane. Malaika akaja akatumwa na Mungu Baba kuja kumtia nguvu ili aendelee na mpango wa wokovu. Biblia inasema kwamba akatokea malaika kutoka mbinguni akamtia nguvu. Luka 22 fungu la 43. Hii inaweza kumaanisha bila msaada huo, inamaanisha kwamba bila msaada huo Yesu angeweza kufa pale bustanini. Yaani inaonyesha kabisa hata sisi tunapotokea majaribu makubwa, yaani kwenye hali ya kuonyesha imani yetu kubwa na misongo mikubwa ambayo tunaweza kuwa nayo, mwili unapokuwa umekuwa mdhaifu, kwa kweli huwa tunapata msaada kutoka juu mbinguni. Na ndiyo maana mtu mwingine anaweza kuwa ameamua hata kujiua, lakini anapopita sehemu fulani anakuta mhubiri fulani, na inawezekana Mungu anaweza akawa anamwelekeza pale, akakuta neno la Mungu linahubiriwa, anaahirisha kabisa kujiua. Malaika katika dunia yetu hii wanatumwa kwa njia mbalimbali. Anaweza akatumwa kwa njia ya binadamu, lakini Yesu alitumwa malaika mwenyewe kuja kumtia nguvu. Lakini alihitaji kuishi, ndio, kwa sababu pale kwa kweli ingewezekana angekufa pale bustanini, lakini alihitaji kuishi ili aende pale Golgotha ili awe sadaka ya wazi kwa ulimwengu. Na ndiyo maana Mungu alikuja akamtia nguvu pale ili akathibitishe. Yaani pale Golgotha alikuwa anaenda kuthibitisha tu, yaani akathibitishe kwa uwazi upendo wa Mungu jinsi ulivyo, ikawa ni sadaka ya wazi kwa ulimwengu. Hapa ndipo kina cha upendo wa Mungu kinaonekana. Hili linafunua jambo kubwa sana. Yesu hakufa tu kwa sababu ya misumari ya msalaba. Alikuwa tayari amevunjwa na uzito wa dhambi, tayari ameingia katika mateso ya hukumu ya dhambi, lakini bado alichagua kuendelea. Na ndiyo maana unapokuwa ukikata tamaa katika jaribu lolote ambalo unalo, inuka. Biblia inasema kwamba mwenye haki ajapojaribiwa, ajapoanguka hata mara 7, katika mara zote hizo atainuka na kuendelea mbele. Inuka na kuendelea mbele. Alichagua kuendelea kuiokoa sura ya mwanadamu, sura yake iliyokuwa imeanguka, ambayo dhambi zao alikuwa amezishikilia, ili sura ya mwanadamu hii iendelee kuishi milele na milele. Aliamua kuendelea na wokovu. Ndiye akapita katika zile hatua zile zote, karibu 7 au 8 hivi. Hatua zote zile za kudhihakiwa akapita katika hatua zile, za kupigwa makofi akapiga katika hatua zile, za kupigwa mijeredi ambayo imefungwa na ndoano kule mbele akapita katika hatua zile, za kuvalishwa taji la miiba akapita katika hatua zile, akapita katika hatua za kupelekwa katika wafalme wawili, yaani akisimama katika mabaraza mawili. Hatua zote zile alipita zote zile, huku shetani akiwa anashinikiza kwamba achana na mpango wa wokovu, huyu mwanadamu hawezi kuokolewa hata kidogo. Shetani hata mbinu yake hata leo ipo, inafanya kazi mpaka leo. Anakatisha wanadamu sana, wanadamu mpaka wanaanza kuhoji, hivi kweli Mungu yupo? Hiki ni kielelezo cha Yesu kinachotupata hata sasa hivi. Yesu angeweza kusema kwamba inatosha, mwanadamu hawezi tena kuokolewa. Angeweza kusema hivyo, lakini badala yake alisema si kama mimi nitakavyo, bali kama Baba yangu Mungu wa mbinguni utakavyopenda. Mapenzi yako yatimizwe, sio kama mimi ninavyotaka. Somo kubwa sana la kiroho katika sehemu hii. Kwa mjibu wa Mama White, Ellen White, tukio la Getsemane linaonyesha uzito wa kweli wa dhambi, hata hatari ambayo dhambi inaleta katika uhusiano na Mungu. Dhambi inaleta hatari kubwa katika mahusiano yetu na Mungu. Dhambi watu wanacheza nayo. Dhambi wanabadili, watu wanasema eti ni maendeleo, wanabadilisha sheria za Mungu, wanasema twende na maendeleo bwana.
Yaani watu wanadhihaki, wanamdhihaki Mungu, lakini kwa kweli uso wa Mungu, ghadhabu ya Mungu itakapokuja, watu watalia na kusaga meno. Watu wengine walikuwa na nafasi ya kuweza kutubu, walikuwa na nafasi ya kumwendea Mungu, lakini wameshindwa. Lakini Yesu, kafara ya Yesu imefanyika kwa wanadamu wote, Waislamu, Hindu, wa China, wa Japani, imefanyika kwa wote. Ndiyo maana mama huyu anasema mara nyingi hakuna mwanadamu anayeweza kuelewa kikamilifu mateso ya Kristo katika pale Getsemane pale. Kwa ufupi sana, Yesu angeweza kufa tayari pale Getsemane kwa sababu alibeba dhambi za ulimwengu wote. Alihisi kutengwa na Baba. Mateso ya kiroho yalikuwa makubwa sana. Mwili wake ulianza kudhoofu kwa msongo mkubwa. Ndio maana malaika alihitajika. Hata leo injili inapelekwa na watu wa Mungu kwa nguvu zote. Inapelekwa, wanapata mateso, wengine wanapigwa, wengine wanadhihakiwa, lakini unakuta familia za wengine zinapata shida. Kuna watumishi wengine napofika sehemu fulani wanapata njaa, wanaona kama Mungu amewaacha. Lakini anasema kwamba hiyo ndio harakati za kupata ukombozi. Kama Yesu alipopata ukombozi, alipata ukombozi akichukua dhambi zetu. Yesu alifanya jambo lililo kubwa sana. Sisi tunaona mateso ya kimwili hapa, lakini Yesu alipata mateso ya kiroho akishikilia hatima ya ulimwengu. Kwa kweli ulimwengu, siku ile ya msalaba ilikuwa mwisho wa ulimwengu. Ulimwengu ulikuwa ujifunge, na alithibitisha kuanzia pale msalabani. Na alipomaliza pale msalabani, kwa kweli alienda Golgotha pale. Golgotha pale aliteswa. Kikombe cha Mungu, cha ghadhabu ya Mungu, alikuwa amekishikilia mkononi na alikinywa hatua kwa hatua kikombe kile chote mpaka alipokimaliza. Ghadhabu ya Mungu ilipoisha yote, iliisha ghadhabu ya Mungu yote, ikaisha yote. Giza likaja, Baba akajitenga, haonekani kabisa. Yaani leo tunahisi sisi hivi kweli Mungu yupo kweli? Yaani kwa mateso haya Mungu yupo kweli? Hata Yesu Kristo alihisi, akaona huyu Baba yuko wapi? Akasema, Baba, mbona umeniacha? Akanywa kikombe, akakomba kila kitu. Alipomaliza akasema, imekwisha. Akakata roho, ikiwa kafara imekamilika. Wewe, mimi na leo tunaikataa kafara ile. Tunaikataa kafara ya Yesu. Yesu akasema imekwisha. Alimaliza kila kitu. Yaani Mungu hana ghadhabu mbele yetu tena. Hana ghadhabu hata ndogo mbele yetu sisi tunaomwamini Yesu. Hakuna ghadhabu hata chembe. Mwamini Yesu upate kafara ya Yesu Kristo, ipate kuwa na faida katika nafsi yako, katika familia yako. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amina.